Mimi kwa majina naitwa Dennis Kiemera. Kwa maoni yangu kwenye mpira wa leo, kwenye finali ya leo, ninachokiomba kwa Simba ni kuingia kwa tahadhari. Kwanza waiheshimu ile timu, wakishamaliza kuiheshimu waanze kuangalia jinsi ya kufanya mashambulizi ya kufanya mashambulizi kupata magoli ya mapema. Ndio kitu cha muhimu. Kwa sababu gani? Tuna deni kubwa kwao. Wale watu wameshatufunga nyumbani kwao magoli mawili, wanaweza wakaja hapa kama wanaweza kuyalinda yale magoli yao mawili, wakatoka na ule wakamaliza na yale magoli yao mawili, ili sisi huku tupate ushindi. Ni kuwaheshimu na kuwashambulia kwa kasi. Utakuwa ni mchezo mgumu. Mchezo utakuwa ni mgumu. Lakini ugumu wao, ingawa wameshatufanyia mambo mengi tu, kututoa uwanja wa Mkapa wakatupeleka Zanzibar. Kule Zanzibar sisi kama mashabiki wa Simba, kindakindaki wapenzi wa Simba, kule ndio tulipopatia kwenda finali. Kuchezea nusu yetu finali, tukapata kuingia finali. Sasa kule ndio tunabidi tupatie ubingwa kule ili kuwazilisha kwamba wenyewe walichokifanya kututoa kwa Mkapa hawajafanya kitu chochote. Yaani sawasawa yaani amani ni sawasawa ni kwa Mkapa, na tena ile itakuwa zaidi kwa Mkapa. Ndio maoni yangu haya. Simba ubingwa anachukua na kauli yetu ni moja tu, tunabeba. Kauli ni tunabeba. Hakuna lingine lolote unaweza ukatuambia kwa Simba hii. Ile ya mwaka 93. Ya mwaka 93 tulifeli kidogo, lakini kwa Simba hii tulionayo mwaka huu tunabeba. Iwe mvua, liwe jua, tunabeba. Wewe kesho tukikutana hapa kwa Bakari ni mambo mengine. Yaani kesho kwa Bakari hapa ni mambo mengine. Hapa kwanza tulishaweka hadi. Hapa mimi nimeweka hadi 20,000. Watu tukishachukua tu, watu wanakuja hapo wanakunywa wanavyotaka. Nimeshamwambia na Bakari, watu wanywe wanavyotaka kutoka kwa Dennis. Watu watakunywa wanavyotaka, kwa sababu tunajua tunabeba. Mimi naitwa Dienga, kwa jina maarufu naitwa Mkapa Muza Kolosho Singida hii. Mimi ni mwanashabiki wa Simba kindaki kabisa. Mechi ya leo ni mechi ya kiume, mechi tough. Atumwe mtoto sokoni leo, ndo leo yule jamaa lazima atoke. Kwa hivyo na kutupeka Zanzibar. Mimi nakwambia kama mwandishi ukae ulishikili neno, saa 11 inawezekana tutafute tuonane, tuone watu jinsi gani tuko mishemishe. Naona mechi ni tafu. Naona wale jamaa kwanza washaingia off mpaka sasa hivi. So lichague uwanja wa Zanzibar. Kule Zanzibar sisi ni nyumbani kwetu. Jina la Simba linatokea kule kwa mzee Karume. Naone na Simba miaka yote kwa pande ndako kambi Zanzibar, Unguja, Chake kule Pemba, tunafanya mambo yetu, tunaenda kuchukua ubingwa kile nchi yote. Kwa hiyo sasa hivi wazee wa Zanzibar hawezi kutuangusha tena. Yale makosa waliyofanya mara kwanza, kushinda goli moja, na ile goli moja likatufuzu mpaka finali. Mimi najua hii hapa hii yule jamaa anakufa kifo kibaya sana. Yaani pale kakimbia tanuri la moto, kaingia kwenye tanuri la moto lingine. Unaone? Yaani pale atoki salama. Leo tunataka tuweke heshima ya nchi. Sisi ndo watawala wa nchi hii Tanzania. Hamna mwingine zaidi ya Simba Ayuda. Unaona? Ukisikia Simba basi ujue huyo mtu sio mtu wa kumchezea. Midomo mnaenda kuikata. Leo tunakata midomo. Tunajua upande wa pili wanaumia sana, wanateseka sana, wanahangaika usiku na mchana watukwamishe kwenye maendeleo yetu. Lakini hawatuwezi sisi. Kwanza jambo la kwanza uzuri wa Simba ni watu wote waelewa, afu wote wamesoma. Ukiona mtu mdogo hajasoma basi ana akili ya kuona mbali. Unaona? Wewe leo uwezi ukakae tukataka kushindana na Simba kimafanikio, inakuwa unafeli. Unaona? Sisi tupo tayari, tunajipanga nje ndani ya uwanja. Leo yani leo piga huo leo ni jamaa kila kikanyaga leo anakanyaga unyayo wa Simba, kibandika kabandua. Sisi tunaweka unyayo wetu. Kesho story ya ubingwa tu. Unaona? Na leo Mungu akitujalia mpira wa kesho hamna kulala. Unaona? Mishemishe. Mchezo utakuwa ni tough sana. Mchezo utakuwa ni tough sana. Kitu tunataka kipindi cha kwanza tuwe tushamaliza magoli mawili. Unaona? Tuanze sasa kuhesabiana, tuanze upya kipindi cha pili. Inawezekana, timu ndogo sana. Kwa Simba, timu ndogo sana ile. Sababu ile ni underdog kwangu. Mimi nipo nafasi ya 4 kwenye rank ya CAF.
Yule yupo kwenye nafasi ya ngapi? Kwa bado mdogo sana. Kwa hivyo kaingia finali mara 2, kabeba mara 2, kaingia finali mara 4, unaona? Lakini bado mdogo sana kwangu, bado underdog. Hawezi kunisumbua. Yaani mimi ndo giant. Unaona? Kwa hiyo na uhakika 100%. Leo shughuli na meza mapema tu. Bila matatizo yote. Yaani ubingwa nchi leo inaheshimishwa na Simba. Unaona? Watu wajaye kulishika leo, watu kila mmoja aanze kupaka mikono yake mafuta ingae, waende wakalishika lile kombe walifurahie. Unaona? Haiwezi kurudia tena ujinga ule wa mara kwanza. Sasa hivi ili jafu liondoke? Haiwezekani. Haiwezekani mwali kuondoka. Mwali anabaki hapa leo. Tanzania hii. Sawa bwana mwandishi. Naitwa Hussein Makonda, Sebastian. Mchezo wa leo Simba anafungwa. Hakuna maelekezo, Simba anafungwa. Alikosea kule. Na? Hawezi kuchukua ubingwa huu. Simba anafungwa. Mechi imeisha mshinda hii. Maana kule alitakiwa afunge goli 2 lakini ameshindwa kufunga goli 2. Hata Simba kupata ushindi anatakiwa apate goli 3. Haiwezekani. Haiwezekani, Simba anatoka. Simba anatoka, mashindano yameishia pale pale. Hakuna hata mchezo wa aina gani. Simba amezidiwa na wale watoto. Wale watoto wanacheza mpira. Maoni yangu ni hayo, Simba anafungwa. Leo biashara imeisha. Tunamkaribisha Yanga.